wamebaki ni wakavu sana. Roho wa Mungu hayupo tena. Watu wamebaki na mazoea na elimu tu. Roho wa Mungu hayupo tena. Tutamani sasa Roho wa Mungu atujilie tena. Tumuombe Roho wa Bwana awe nasi leo. Na katika kipindi chote hiki cha utoto ni kipindi ambacho mtoto anakuwa chini ya uangalizi wa wazazi wake, hasa mama mzazi, kumlea na kumtunza na kumfundisha kuongea na vitu mbalimbali. Yule mtoto baada ya kutoka kwenye hatua zile za uchanga, anaingia hatua nyingine ya pili, ambayo ni hatua ya mtoto ameshaanza kupata akili. Na hapa tunafundishwa hapa ni kwamba wazazi wapelekeni watoto kanisani. Huyu baba mchungaji yuko hapa, amewapokea wale wa yule mtoto, anaanza kumfundisha maneno ya Mungu. Mara nyingi tunachukua sana watoto wetu kwenye mashule, mara ya Kiingereza, ya international na kadhalika. Tunasahau kwamba watoto wetu tunapokazana nao, lazima pia tukazane nao katika kuwapa elimu ya maneno ya Mungu. Biblia inasema mama mlee mtoto katika njia ipasayo, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Niliwapa ushuhuda wangu kwamba mimi sikuokoka kwa injili ya mtaani. Niliokoka kwa mama yangu kunipeleka kanisani, tena kunilazimisha. Anatutoa kule Ulimoshi Mdawe, anatupeleka kwa mzee Lazaro, tunatembea karibu kilomita 15 mpaka 20, tena kwa miguu, maana mama alikuwa hana nauli. Nikikataa kwenda ananifinya mpaka nikazoea, nikakulia huko. Baadaye nikamchagua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo mama yangu alikuwa anamwandaa mchungaji, alikuwa mwandaa askofu bila kujua. Sasa vile vitoto ulivyonavyo ndio maaskofu wa kesho, ndio watumishi wa kesho. Kwa hiyo wazazi, kwa njia ya sanaa hii tunakumbushwa tuangalie sana huduma ya watoto majumbani mwetu, makanisani mwetu, tuhakikishe wanalelewa katika misingi strong ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sanaa hii ya kwanza na sanaa ya pili ina bezi zaidi kwa upande wa maisha ya utotoni. Tukija sanaa ya tatu, tunaona baba ameshakuwa kijana sasa, na huyu ni mama. Tunaona jinsi huyu mbaba amemkumbatia mke wake vizuri. Hapa wanaume tunajifunza nini? Tunajifunza yenye waume wapendeni hawa kuna dada. Mwanamke ameumbwa apendwe. Mwanamke ameumbwa bembelezwe. Mwanamke ameumbwa akumbatiwe. Si mnaona hapa? Unafikiri ni mchezo? Kuna mtu anakaa na mke miezi 6 hata amkumbatii mke wake, wala hawaongei naye vizuri. Sasa tujirekebishe, kama tupende wake zetu. Mama anahitaji kuwa salama, kupendwa, kujaliwa, bembelezwa, kama maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Efeso mlango ule wa 5, enyi wanaume wapendeni wake zenu. Na mama amependwa kabisa, muone alivyo mpole, kanyenyekea kabisa, ana amani ya kutosha. Na pia mama mtii mume. Wives, submit to your husband. Nyenyekea, kaa naye vizuri,
Maana pia wanaume wanapenda mwanamke mnyenyekevu. Wanaume wanapenda mwanamke mtiifu. Lakini kama mama ukikosa utiifu na unyenyekevu, sitazamie kupenda. Kwa hiyo kwa kifupi, hapa tunafundishwa maisha ya ndoa na kwamba ndoa ni taasisi inayozaa na kuleta wanadamu duniani. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika nyumba zetu na katika ndoa zetu ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sanaa ya mwisho kama mnavyoiona pale, yule baba ameinama. Kichwa chake hakiangalii mbele tena, anaangalia chini. What does it mean? Maana yake ni kwamba hana maono tena. Hana maono ya kuangalia mbele. Hana maono ya kwenda kuhubiri Injili. Hana maono ya kupata makanisa. Hana maono ya kufungua kiwanda. Hana maono ya kuoa. Hana maono mengine yoyote. Anaangalia chini alikotoka ardhini, na ardhini kwenye udongo atarudishwa. Kwa hiyo hapa anajitafakari maisha yake, hapa aliishije, hapa aliishije, hapa aliishije, na kutengeneza mambo yake vizuri ili baada ya hapo akapumzike na Mungu milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni njia yetu sisi sote. Sote tutafika kimpendeza Mungu na hakuna atakayekwepa kikombe hicho. Kwa hiyo cha msingi tumuombe Mungu atusaidie tufike salama na tumalize salama kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa mafundisho haya ya sanaa yatukumbushe safari ya maisha ya mwanadamu duniani. Ndivyo ilivyokuwa kwa baba yetu askofu. Alianzia hapa akamalizia pale, na leo tunaenda kumrudisha kule alikotoka, tukitazamia kwenda kumkuta mbinguni katika jina la Yesu. Bado sisi ambao bado tuna fight, tunapambana, naamini Mungu atatusaidia. Kwa hiyo tujihoji kwa sanaa zilizoko mbele yetu, tunaishije hasa hapa, maana wetu hapa sioni mtoto wote karibu wote tuko hapa. Wote tuko hapa. Mboto tuko hapa kwa baba. Amina mzee. Wote vizuri. Kila mtu. Ndio askofu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi pia niko hapa. Na wajukuu lakini bado hapa ishe. Acha. Jina la Bwana libarikiwe. Bila ni pazuri sana. Basi naomba niombe baada ya kutupeleke Mungu baba yetu na tumwombe Mungu azidi kwa faraja katika maisha yetu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya sanaa na mafundisho yaliyochorwa hapa. Ninaamini wale walioandika mambo hayo wa Baba Mtakatifu akawaongoza ili atufundishe hata kwa kutazama na kwa kuangalia. Tusaidie sasa Mungu wa mbinguni, tunapoenda kupeleka mwili wa baba yetu Emmanuel Lazaro kule nyumbani, ukawe faraja yetu. Roho Mtakatifu akatuongoze. Roho Mtakatifu akasimame na watu wako. Roho Mtakatifu akawe faraja ya pekee kwa uweza na kwa nguvu zako. Kikombe hiki Mungu ni kizito. Kwa nguvu zetu wenyewe hatutaweza kukistahimili, lakini kwa Roho wako Mtakatifu utatuongoza na kwa Roho Mtakatifu utatusaidia. Baba, ukawe faraja. Wingu la Roho Mtakatifu lililowafariji Israeli na kuwaongoza likafunike ile familia na ile eneo. Bwana, utukufu wako ukaonekane. Ukawe pamoja nasi sasa Mungu Mwenyezi, tunapoanza safari yetu tena kuelekea kule nyumbani, tukikupa heshima na utukufu, kwani wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ulitupa baba yetu na baadaye Mungu umemchukua. Tunasema asante, tunasema jina lako libarikiwe. Tena asante kwa maana Mungu ulimleta kwenye hili kanisa letu zuri. Mungu ubarikiwe na utimiliwe milele kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Basi Mungu awabariki. Tunakushukuru sana na wahudumu kwa kazi yenu nzuri. Mbarikiwe sana na Mungu. Asante. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Kwa ratiba hii
taifa kwa askofu ameubeba mwili na kuleta taratibu mpaka kuleta kwa ndani. Wakati huu moja kwa moja nitamkaribisha katibu wetu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God kwa ajili ya kusema machache na kuongoza maombi haya mafupi. Karibu sana baba. Baba. Some wote Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaondokewa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele yangu na machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika mema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakurudishia shukrani kwa namna ya kipekee kwa jinsi ambavyo umesafiri katika safari ya maisha ya imani na utumishi na uhai katika mwili tangu siku ile uliporuhusu mtumishi wako kuzaliwa duniani hata ulipokutana naye na kubadilisha maisha yake na kuanza kutumika katika nafasi mbalimbali za utumishi na uongozi. Baba yuko mbele yetu sasa, wakati ukurasa wake ukiwa umefikia tamati, nasi kwa moyo wa shukrani tunaadhimisha maisha yake na utumishi wake tunapopokea mwili huu hapa nyumbani, tukiwa tumejawa na shukrani ya wema na matendo makuu katika maisha yake, kwa vipaji, vipawa na kila aina ya utumishi uliofanikisha, kwa uzao uliompa na jamii iliyokuwa ikimzunguka na kanisa ulilompa kuchunga kama kanisa la mahali kuanzia kule Mulio na hapa KLT na kanisa la Tanzania Assemblies of God kwa ujumla na taasisi nyingine mbalimbali za kiroho ambazo zimezaliwa ama kuguswa na maisha na utumishi wake kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu, tunakupa shukrani kwa vile ambavyo Mungu Roho Mtakatifu amefanyika faraja ya namna ya kipekee katika mioyo ya watoto wake, familia yake kwa ujumla, ndugu, jamaa na marafiki. Bwana Yesu, tunajua ya kwamba hakuna awezaye kufariji zaidi ya uweza ule wa Roho Mtakatifu katika moyo wa kila aliyeguswa kwa namna hii. Basi Baba, tunapopokea mwili huu hapa nyumbani, tunarudisha shukrani kwako sasa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena kutoa pole ya kipekee sana kwa familia kwa tukio hili.
mwili, na katika hali hii ambayo binadamu sio rahisi, lakini natambua ya kwamba bado wema wa Mungu ni mkuu katika maisha yetu. Bwana ndiye aliyetoa na Bwana ndiye aliyetwaa. Sisi tuna nafasi tu ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa makamu askofu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God yuko katikati yetu, ninaomba nipe nafasi sasa yeye aseme na familia na waombolezaji wakati huu tunapopokea mwili hapa nyumbani, kabla tujaenda kwenye ibada ile ya shukrani pale nje. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwamba mwili wa marehemu sasa umefika nyumbani. Ninajua ni wakati mzito na mgumu sana kwa familia. Nachoweza kusema tu ni kwamba naomba tafadhali wanafamilia, kwa sababu msiba umetokea muda mrefu, naomba mruhusu akili zenu kukubali. Maana akili kikubali basi inakuwa rahisi sana. Lakini ukiwa na maswali kwa nini utaumia sana. Naomba Bwana awatie nguvu, Bwana awawezeshe, awape roho ya ujasiri kama mwanasimba, ili kuhakikisha kwamba alimaliza jambo hili kwa utulivu pasipo shida yoyote ile. Basi naomba niache ratiba iendelee, alafu tuweze kwenda. Naomba wengine wote tunaweza kwenda pale nje tusubiri ibada, na niombe kamati ya utendaji watabaki hapa ndani na familia kwa muda mfupi, na tutamsubiri pale nje. Mungu awabariki sana. Naomba timu ya kusifu na kuabudu sasa tusimame kidogo ili tuweze kuendelea na ibada, nanyi pia tutawapa nafasi nzuri ya kutumika siku ya leo. Na niombe wakati huu tusimame ili tuweze kufungua ibada yetu na kumruhusu Roho Mtakatifu aendelee kutuhudumia. Na familia, karibuni mkono wangu wa kushoto. Hapa ndipo kuna nafasi zenu. Na mama, nakuomba kae mbele kabisa, mama askofu mkuu. Tukiwa tumesimama, nimkaribishe askofu wetu wa kanda ya kaskazini, Askofu Anania Gombo,